Kwa jina naitwa Joa Saleh Sale, ni mkazi wa Kabila. Mimi ni dada wa marehemu aliyepigwa na boko. Kwa kweli kwa hili tukio linasikitisha, maana imekuwa ni mara nyingi sana ikijirudia. Ila kwa kuwa ndo watu wanatafutiepo ulaji, unakuwa hamna jinsi. Naitwa Shabani Almasi Ibrahim. Ndugu yetu bwana, ilikuwa jana mida ya saa 2 nilipigiwa simu na mke wake kwamba bwana, sisi ndugu yako hatumuoni. Amone, shida nini? Akasema bwana, ieleweki na sio kawaida yake. Akiondoka saa 1 mpaka saa 3:30 mpaka saa 4 anakuwa tayari kasharudi, lakini leo imetushangaza hajarudi mpaka saa hizi. Akaniambia bwana, njoo. Nikawa nimeshuka huko bondeni. Baada ya kufika huku tukafanya harakati za kutafuta mazingira yake, labda yuko huko au huko. Tulifanya kile jitihada lakini tulimkosa. Basi baada ya kuwa tumekaa hapa kwa muda mrefu, baada ya watu kuongezeka hapa na maskari kwa wamefika, ikabidi twende majini. Tuingiwa na hofu, kabidi twende majini tukamtafute. Mimi kwa jina naitwa Ramadhani Hassan Kimenya, ni katibu wa bwawa la Igombe kanda ya Kabila. Hili tukio limetokea jana saa 12 asubuhi kwenye eneo la kijiji cha Kigombe, kitongoji cha Igombe 1, eneo la Mkolani. Huyu kijana alikuwa anaenda kufanya kazi zake za kawaida za uvuvi. Alifika kituoni pale kwenye eneo la uvuvi, akachukua mtumbwi kuingia kwenye maji. Alipoingia kwenye maji, ikafikia hatua akakutana na kiboko anatoka kuchunga, anaingia kwenye maji. Kwa hiyo akawa ameupiga ule mtumbwi wake ukaenda juu, baadaye ukaanguka kwenye maji. Wavuvi walisikia, ila hawakujua kwamba maeneo yale yalikuwa yeye mvuvi yuko peke yake. Basi baadaye kufikia kwenye saa 3 wale wavuvi wakaona huyu mwenzetu hakutoka, samaki zake, mbona mchuuzi wa kuuzia samaki anamhitaji, kupiga simu yake haipatikani. Kabidi wavuvi waje kwenye eneo pale anapotokea. Kufika pale wakamkuta maeneo hajatoka. Mpaka saa 5 ikabidi tuende kwanza kumtafuta. Tumemtafuta tukamkosa. Tukajua kwamba huyu inawezekana kapigwa na kiboko. Basi kufika kwenye saa 8 ikabidi tena tuende kumtafuta kwenye maji. Tukawa tumemkosa. Sasa kimujibu wa utaratibu wa uvuvi, sisi mtu akipigwa kwenye maji baada ya masaa 12 anaelea. Tukasema turudi nyumbani saa 12 tukutane. Leo tumekutana saa 12, tukachukua mitumbi kuingia kwenye maji, watu kama 12. Lakini kufika pale tumemtafuta tukakosa. Baadaye tukapata kipisi cha mtumbi aliokuwa anauvulia umepasuka. Tukasema hapa ndo maeneo hasa aliyopigiwa hapa. Kwenda kufuatilia, kwenda kuangalia, tukawa tumekuta nyavu alizozitega yeye jana yupo pale pale. Zipo pale. Tukaanza kuziangalia zile nyavu, ila mwishoni wa nyavu tukawa tumemkuta yeye. Kwa jina naitwa Hamisi Maswanya Kavula, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kigombe. Tokeo hili ambapo jana muda wa saa 1 asubuhi kijana wetu aliingia mtoni kwenda kutafuta chochote kama riziki. Baada ya hivyo ajali ilimpata humo mwenye maji, akawa amegongwa kiboko. Lakini wananchi wenye roho nzuri walitoa taarifa katika uongozi, na tukafanya bidii yoyote kufika mpaka hapa jana, na tukawapigia zimamoto na waandishi wa habari, tukaja tukaungana pamoja. Mimi nalishukuru jeshi la zimamoto, limefanya kazi nzuri za heshima na taratibu. Baada ya hivyo sasa, tulipoenda kwenye tukio pale kwenye nyavu alizotega marehemu, tulifika pale tukawa tumezunguka ili kutambua kwamba kipi kilichoonekana. Halikuwezekana. Baada ya zimamoto tulipokwenda, tukaenda kukuta mwiko wa marehemu ambao ulikuwa umevunjika. Mtumbi hatujaupata. Tukapata mwiko tu na viatu vya yebo. Basi tukaona hapo haiwezekani, muda umenepa sana. Kesho ili tuje mapema tutafute huo mlimo wa marehemu. Na kweli wananchi wangu wamekuja vizuri sana katika asubuhi. Wakawa wameingia kwenye maji wakishughulika kumtafuta marehemu. Kwa bahati nzuri pale kwenye nyavu, kumbe alikuwa wakati linamshughulikia lilikuwa limemweka kwenye mitego, akawa amekoma akanaso mbele ya miguu yake.
Jana tulipokea taarifa za kutokea kwa mtu mmoja mvuvi aliyezama kwenye hili bwawa la Igombe. Tulipokea ujumbe mchana, lakini mtu of course alizama tangu asubuhi. Wakahangaika nao wenyewe, sisi baada ya kuja kutupa taarifa mchana. Tukafika eneo hilo, tukatafuta, tumefika na wataalamu wangu wa kudive, madivers. Tukaingia, tukakuta mwanzo hawakuwa na uhakika kwamba huyu mtu amezama au alipotea tu kwenye mazingira mengine, labda ametekwa huko au amekimbia tu nyumba. Lakini kwa sisi tulipokuja tulipoingia mle tukapata kipande cha ule mtumbwi na viatu alivyokuwa amevaa. Kwa hiyo tukaconfirm kwamba huyu mtu kweli amezama kwenye mto. Lakini kwa sababu ya muda umeenda sana, umekuwa usiku, tukaamua kuondoka ili leo asubuhi tuje kuanza kazi tena. Bahati nzuri asubuhi hii tukampata. Kwa hiyo tayari amepatikana akiwa amekufa. Ile kiboko alimpiga, alimng'ata, mwili umeharibika, lakini bahati nzuri tumemtoa. Kwa hiyo mtu mwenyewe anaitwa Abraham Almasi, umri wake ni miaka 36, ni Mnyamwezi, mkazi wa eneo hili. Kazi yake ndio ya uvuvi. Historia ya watu wengi sana wamepata madhara ya kuuawa na huyo kiboko. Huyu ni mtu wa 9 kwa taarifa, na wale ni wale ambao wanaripotiwa, kuna wengine zaidi. Lakini pia watu kama 17 wamepata majeraha. Kuna mmoja leo tulimuona pale kabisa anatembea na magongo, ameshavunjika mguu mmoja. Niliongea na wananchi hapa na viongozi wa eneo hili, nikatoa wito kwamba ni bora watafute kazi zingine, kwa sababu hii sio ajali sasa, ni kitu cha kusudia. Wakikaa nje ya mto, hamna mtu anayekufa kwa kupigwa na kiboko. Ina maana wao ndio wanaofuata hawa viboko. Kwa hiyo nawaomba kwamba kwa wakati huu ni bora wajiepushe na hizi shughuli za uvuvi katika eneo hili. Lakini pia bado wakati huo sasa, wakiwa wao hawafanyi hizi kazi, tutaendelea kuwasiliana na mamlaka zingine. Tumewashauri viongozi wao ili wawasiliane na mamlaka zingine ili tuwaone namna aidha ya kutatua hili tatizo au kulifunga kabisa hili eneo. Kwa hiyo kwa sababu ni kazi ambazo zinawaingizia kipato, hatushauri moja kwa moja kwamba wafunge, lakini mamlaka zingine zitawashauri jinsi ya kufanya.